Bwana, tumeweza kuona Shamsa Ford ameweza kuingilia ugomvi wa Kajala Masanja Wolper akisema kwamba hakuna hata mmoja wa kuweza kumsema mwenzie hapo, kwani wote nyie ni ving'ang'a na ni watu ambao mnapenda sana mtelemko kwenye swala zima la pesa, hivyo mnavyosemana na kutupiana maneno mabaya, haijalishi kwamba huyu mwingine ametoka na nani, haijalishi huyu mwingine ametoka na nani. Uhalisia ni kwamba alichokisema dada yenu Wolper ni kitu kizuri sana, lakini kuna mengi ambayo yamekuwa yakitokea na wengi wao walitamani kuweza kujua mengi zaidi ya hiki ambacho kinachoendelea, kwa sababu wengi wao walitamani kuweza kutambua na kutatua hiki ambacho kinachoendelea, lakini Mungu si Asumani. Kwenye hili watu wengi wameweza kutambua hili na wameamua kuweza kusimama imara, kuweza kuhakikisha kila kitu kinakuwa katika misingi na mikakati iliyo bora, kwa sababu kila mtu anaamini kwenye kile ambacho anachokiamini. Hivyo Shamsa Ford kwa upande wake aliweza kuzungumza na kusema kwamba ifike kipindi kila mtu aijue nafasi yake, ila tunachoamini ni kwamba bibie Wolper anampenda sana Harmonize, sema ni vile tu anashindwa kuweza kufunguka moja kwa moja, lakini sasa hivi na yeye anatakiwa kuweza kutulia kwenye ndoa yake, kwa sababu kila mtu ameweza kutulia kwenye ndoa yake, na pia anatakiwa kuweza kuwa na mipaka kwenye maisha ya watu na sio kila kitu cha kuweza kuzungumza. Ifike kipindi aweze kutambua mipaka yake na sio kila kitu cha kuingilia katika maisha ya mtu. Naamini kila mtu anajua ni kitu gani ambacho anastahili kuweza kukifanya na kitu gani ambacho hastahili kuweza kukifanya. Tusiwe vimbelembele kwenye maisha ya watu ambayo hayatuhusu. Bwana, hayo ndiyo mambo ambayo aliyoweza kuyazungumza bibi Shamsa Ford bila kupepesa macho juu ya hiki ambacho kinachoendelea kwa sasa.